Alhamdulillah, usikum wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla mirara wa tikrara. Ndugu zangu, nahusia tena pamoja na kuhusia nafsi yangu kwa kurejea juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala na kumtii. Baada ya hutuba hiyo ya kwanza, tuje sasa kwenye ahkami zakatul fitri. Zakatul fitri ayuha al-ahibba, hii inaitwa zaka ya kichwa. Kuna zaka ya mali, ni kitu kingine. Zaka ya mali mpaka utimize kiwango hicho kipindukiwe na mwaka, pale utatoa zaka. Hii ya Ramadhani hii sio zaka ya mali. Hii ni zaka ya kila kichwa. Ukiangalia katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu, anasemaje Ibn Umar? Faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakata alfitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri. Amefaradhisha kwa nani? Ala kulli muslimin, amefaradhisha kwa kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa atoe zakatul fitri. Saa min tamrin, kinachotakiwa ni kutoa pishi moja. Ibn Umar anasema wakati huo Mtume anasema litatolewa pishi la tende, au saa min shairin, au pishi la shairi. Ala al-abd, mtumwa, wakati huo watumwa walikuwepo, atatoa zaka. Wal hur, na mtu huru vile vile atatoa zaka. Wadhakari wal untha, mwanamume kwa mwanamke. Wasaghiru, na mtoto mdogo. Walkabiru, na mtu mkubwa. Minal muslimin, katika Waislamu. Wa amara biha an tuadda kabla khuruji annasi ila salah, Mtume akaamrisha itolewe hiyo zakatul fitri kabla ya swala na kabla ya kutoka kwenda kwenye swala ya Idi. Huu ndio wakati wake wa kutoa zaka. Sasa hii inaitwa zaka ya kichwa. Sasa kwa masikitiko makubwa, wengi hawajui kwamba kila mmoja wetu anatakiwa atoe zakatul fitri. Kila mmoja, uwe umefunga au hukufunga kwa matatizo yoyote ile, unaumwa, ni msafiri, au ni mtoto mdogo, au wewe ni mzee ambaye huwezi kufunga kabisa, au ni mwanamke mjamzito hafungi, au anayenyonyesha hafungi, hawa wote kutoa zakatul fitri ni lazima. Na bado kuna watu wanaona kwamba ni khiari, yani mtu anaona akitoa ni sawa, asipotoa ni sawa. Hili si sawa. Hii ni faradhi ya kila kichwa, lakini awe minal muslimin, awe ni Muislamu tu. Hakuna zakatul fitri itakayotolewa na asiyekuwa Muislamu. Sasa Ibn Umar anasema swa'an, pishi. Kwanza ujue kiwango cha kutoa ni pishi moja. Pishi ni nini? Utapataje kipimo cha pishi? Imamu Nawawi anasema katika Al-Majmu',
pishi 4 amdadin bikafi mu'tadilin rajulin mu'tadil, anasema ni mateko 3 ya viganja viwili vya mwanamume wakati na kati. Mateko 4, yani mwanaume mwenye viganja vya kati na kati akimwagiwa mchele hapa kwenye viganja hivi viwili ukajaa hapa 1, 2, 3, 4, hii ndio inaitwa pishi moja. Maana usije ukasema mimi sina mzani nyumbani kwangu, kipimo hiki cha mkono. Sasa usimtafute mtu ana ganja kubwa wala yule ana kiganja kidogo, unamtafuta mtu mwenye kiganja cha kati na kati. Kwa hiyo akichota mara 4, 1, 2, 3, 4, hii ndio inaitwa pishi. Pishi hilo. Chakula gani ambacho kinachotolewa? Chakula kinachotolewa ni kile kinacholiwa ghalibu na watu wa mji huo, lakini ayakuna kutan, chakula rasmi. Ikiwa katika mji mmoja kuna vyakula viwili rasmi au zaidi, kitatolewa aghalabuhuma, kile ambacho ghalibu watu wanakila sana. Hapa kwetu tuna mchele, tuna sembe. Ghalibu watu wanakula sana nini? Mchele. Basi utatangulizwa mchele kutolewa badala ya kutoa unga. Katika madhehebu ya Imam Shafi huwezi kutoa unga, kwa sababu unabidi utoe kile ambacho ghalibu watu wanakipenda na kukila. Kwa hiyo utatoa mchele. Mchele ndio utakaotolewa. Wewe kama uko wewe ni mvuvi kule, watu wanavua samaki, chakula chao kule ni samaki, hauruhusiwi kutoa samaki kwa zakatul fitri, hata kama chakula chenu huko ni samaki. Au ni watu wafugaji, wao wanakula nyama tu, hawawezi kutoa nyama kama zakatul fitri. Hawatoi nyama kama zakatu alfitri. Zakatu alfitri inatolewa nafaka. Na jamhuri ya wanazuoni, madhehebu ya Imam Malik na Imam Shafi na Imamu Ahmad ibn Hanbal, hawaruhusu kutoa mbadala wa chakula. Yani hawaruhusu kutoa pesa. Kwa nini? Wanasema wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam dirham ilikuwepo na dananir zilikuwepo, pesa tena zenye thamani zinazotengenezwa na dhahabu na fedha zilikuwepo, lakini Mtume hakusema mtu atoe pesa dirham au dinari. Mtume hakusema. Mtume akasema kitolewe chakula. Sasa jamhuri wanasema ukitoa pesa ni kama vile hujatoa zakatul fitri. Sisi tunaelewana? Isipokuwa imamu mmoja tu wa kwanza, Abu Hanifa, yeye anasema
Ikiwa pahala hapo panahitajika pesa, itatolewa pesa badala ya chakula. Imamu Abu Hanifa na wenyewe wanasema alfuqahau iyalu Abu Hanifa. Mafakihi wote hao, Maliki, Shafi, Ahmad ibn Hanbali, waliobaki anasema ni watoto wa Abu Hanifa. Abu Hanifa ambaye baba anasema kama kuna mahitaji ya pesa hapo, inaweza ikatolewa pesa. Lakini jamhuri wao ukitoa pesa la yujzi, unahesabika hujatoa zakatul fitri. Lakini tumepata uchochoro huu wa madhehebu ya Imamu Abu Hanifa. Haya, kwenye kilo unatoa kilo ngapi? Arbatu amdadi, haya mateko manne ni sawasawa na kilo ngapi? Wamehtilafiana wanazuoni. Wapo waliosema ni kilo 2.5, wapo waliosema ni kilo 2.5, wapo waliosema ni kilo 3 kasoro. Kwenye kilo ni takriban, sio tahdidan. Lajna ya fatawa za Saudia wao wamesema afadhali mtu atoe kilo 3. Yani umemvuka yule aliyesema kilo 2.5, umemvuka aliyosema kilo 2.5, umemvuka aliyosema kilo 3 kasorobo, wewe umejiongeza, umeongeza robo, umetoa kilo 3. Kwa hiyo atakayetoa kilo 2.5 ni sawa, atakayetoa kilo 3 ni sawa, ili mradi kilo 2.5 ulishamvuka yule aliyesema kilo 2.5, umejiweka pazuri. Sasa piga hesabu ya kilo 2.5 au kilo 3, piga hesabu mwenyewe ya mchele safi. Sio unatoa mchele watu wanaanza kuchambua mpaka wanashindwa, wanachelewa kupika. Mchele safi maana ni zaka, ni sawasawa unapeleka kwenye mikono ya Allah tabaraka wa taala. Unamtolea nani wewe? Baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba utalazimika kuwatolea watu wote ambao wanakulazimu kuwalisha. Mke pamoja na watoto kwenye madhehebu ya Imam Shafi unawatolea. Baba na mama unawatolea. Kama hawana uwezo wa kutoa wenyewe. Ikiwa ni babu au bibi anataka kuwatolea wajukuu zake ni sawa, lakini kuwe na mawasiliano kati yao kwamba bana, ushatoa, nishatoa, umeshatoa bado, basi natoa mimi, wewe unatoa. Lakini kuwe na maafikiano baina yenu. Kwa hiyo utapiga hesabu una watoto wangapi na familia yako iko ngapi, utapiga hesabu hapo, utatoa. Mtu mwingine atasema kinachotakiwa kutolewa ni chakula kilichozidi familia yako inayokulazimu usiku wa Idi na mchana wake. Usiku wa Idi tunaujua. Usiku wa Idi ni ile mwezi 29 tunaangalia pale. Tumetangaziwa mwezi umeandama, asubuhi tunaswali Idi. Huu usiku wa kuamkia kuswali Idi, huu ndio unaitwa usiku wa Idi.
yani unacho chakula kinachotosheleza familia yako ya kula usiku ule pamoja na mchana wa Idi, chakula hichi unacho, ninacho, kitakachozidi unatakiwa utoe. Ni sawa sawa hicho kilichozidi kimefikia 2.5 kilo au kiko chini ya 2.5 kilo, utatoa. Madhehebu ya Imam Shafi, kilichozidi hata kama itakuwa ni robo, hiyo unatakiwa utoe. Hiyo unatakiwa utoe. Usiseme mimi kamebaki yaka tu mimi nitampa nani. Unatoa hiyo hiyo iliyobaki, kwa sababu hiyo ni kodi ya kichwa. Na atatolewa marehemu aliyekufa siku ya mwisho kabisa kabla ya kuzama jua, yani Ramadhani ya mwisho kabisa, saa 11 mtu akafa, huyu anatolewa zakatul fitri. Na mtoto atakayezaliwa kabla ya jua kuzama siku ya mwisho ya Ramadhani anatolewa zakatu alfitri. Yani saa 11, saa 12 kazaliwa mtoto, huyu unamtolea zakatul fitri, kaingia huyu kwenye hesabu. Lakini mtu akifa baada ya kuwa jua lilishazama, au mtoto kazaliwa jua lilishazama, au mtu kasilimu jua lilishazama, hawa hawalazimiki kulipiwa zakatul fitri. Nazungumza kwa vituo ili tuelewane. Aliyetoka hapa akamuelimishe asiyesikia. Wakati gani unatakiwa utoe? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man addaha kabla swala fahiya sadaqatun makbula. Atakayetoa zakatul fitri kabla ya kuswaliwa Idi ajue ametoa zakatul fitri iliyokubalika. Wa man addaha baada swala, na atakayetoa baada ya kuwa watu wamesha swali, fahiya sadaqatun minas sadaqati, hiyo itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka za kawaida, haitohesabiwa katika zakatu alfitri. Ukiona umetoa baada ya kuswali watu, hiyo sio zakatul fitri, hiyo ni sadaka miongoni mwa sadaka. Lakini usije wewe ukaswali Idi alafu hujatoa zakatul fitri ukasema mambo si isha, utalazimika kutoa, kwa sababu hiyo ni sadaka miongoni mwa sadaka. Nini lengo la zakatul fitri? Tuhuratun lisaim, ni kumsafisha aliyefunga. Wanazuoni wanasema ni kama vile sijati sahwi kwenye swala. Ni kama kuna kitu umesahau kwenye swala, mwisho unasubiri sijati sahwi. Na zakatul fitri ni hivi, yani Mwenyezi Mungu anataka saumu yako itakase kupitia zakatul fitri. Kama kuna kosa ulilofanya katika saumu, zakatul fitri inakuja kulifuta lile. Lengo la pili, tu'matun lilmasakin, ni chakula kwa ajili ya maskini. Sasa wewe hujatoa zakatul fitri katika wakati wake, baada ya swala italazimika utoe, kwa sababu itakuwa ni chakula cha nani? Sasa huku hujatoa zakatul fitri, na usiwanyime maskini chakula. Tumezungumzia kikomo cha kutoa kabla ya swala. Mwanzo wa kutoa katika madhehebu ya Imam Shafi, mtu anaruhusiwa kutoa zakatul fitri fi awali Ramadhan, mwanzo kabisa wa Ramadhani. Yajuzu, unaruhusiwa kutoa zakatul fitri mwanzo wa Ramadhani.
Zamani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri zilikuwa zinakusanywa Baitul Mal, akizilinda Abu Huraira. Lakini leo tukikwambia utoe mapema, utampa nani sasa ambaye atakaa na huo mchele mpaka siku ya Idi? Yupo? Hakuna. Lakini yajuzu, inaruhusiwa, kama alivyokuwa anafanya Ibn Umar. Alikuwa anatoa kabla ya siku 2 kabla ya kuswali Idi. Siku 2 kabla ya kuswali Idi alikuwa anatoa zakatul fitri. Wakati mata tajib, wakati gani sasa ulazima wa kutoa unaanza? Baada ghurubi shams, baada ya kuzama jua usiku wa Idi ule. Sasa hapa ni lazima kuanza kutoa. Ukishatangaziwa tu mwezi umeandama wa Shawwali, hapa sasa kuanza kutoa ni lazima. Kwa hiyo mtafute mtu usiku ule mpelekee, na wengi wanaleta msikitini, wengine wanaleta pesa, wengine wanaleta mchele, ala madhhabi Imamu Abu Hanifa. Asiyejua wa kumpa ataleta msikitini. Msikitini wanakusanyika watu wengi, mafakiri, maskini, wote wanakusanyika msikitini. Lakini kama wewe unamjua, wewe binafsi unamjua, ni bora kumpelekea. Ni bora uchukue jukumu wewe mwenyewe la kumpelekea yule anayestahiki, umpelekee hiyo zakatu alfitri. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mambo hayo ambayo tunapasa kuyajua. Na kuna mtu anaweza akashindwa kutoa zakatul fitri kwa sababu ya udhuru alizokuwa nazo. Taarifa zimemfikia ghafla, pale alipo hawezi kutoa. Huyu atatoa hata baada ya Idi na atahesabika ametoa zakatul fitri. Huyu mtu mwenye udhuru. Asiyekuwa na udhuru hahesabiki, mwenye udhuru anahesabika. Kwa hiyo utajitolea mwenyewe na wale wote wanaokuzunguka. Huna cha kuwatosha wote, utaanza kutoa kwa nafsi yako, utamtolea na ule mtoto mdogo kabisa. Huna isipokuwa ya mtu mmoja, utaitolea nafsi yako mwenyewe. Nafikiri zile hadithi almaudhu almakdhuba zilizokuwa zinasema saumu inatungikwa, haipandi wala haishuki mpaka utoe zakatul fitri, siku hizi hazisikiki tena, kwa sababu tumeshazipigia kelele sana, zile hazisemwi tena. Mtu akienda akichungulia anaambiwa dhaifu, habari mzito. Awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar, hadithi dhaifu. Kwa hiyo hamwezi kuzisikia sana siku hizi kama zilivyokuwa zinaimbwa zamani. Maana kila msikiti zamani lazima usikie hadithi, lakini leo hazipo, kwa sababu si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya Mtume yamehifadhiwa, yamerekodiwa sahihi, utayakuta, na yale yaliongopewa na kusingiziwa utayakuta wanazuoni wameweka kando. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia sana. Nimechukua muda kwa sababu masuala yenyewe yametaka kuchukua muda. Si kawaida yangu mimi kutoa hotuba mpaka muda kama huu. Nafikiri kwa uchache huu wa maelezo nitakuwa nimeeleweka, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kwamba tukayafanyie kazi huko majumbani. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل صيامنا، اللهم ربنا تقبل صيامنا، اللهم ربنا تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل قيامنا وتقبل قيامنا، ووفقنا ليلة القدر. اللهم وفقنا ليلة القدر، اللهم وفقنا ليلة القدر. اللهم اكتبنا في هذا شهر رمضان من متقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله على تمام الكمال.